Bwana, mara baada ya Young Africans kuondoshwa kwenye michuano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika na kushindwa kufuzu hatua ya robo finali, wametangaza rasmi dabi ya Kariakoo inakwenda kupigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Wenyewe wanasema Guantanamo Bay. Umesikia hiyo? Nimesikia, na hili jina bana nimelisikia kwa Yanga. Kwa nini Guantanamo Bay? Wakati ni uwanja ambao sisi tunaujua ni New Amani Complex. Lakini kutokana na fujo ambazo Yanga wamekuwa nazo akiwa uwanja ule wakaupa na jina kabisa. Bwana, kupeleka Zanzibar, nimeona kama baadhi ya mashabiki wa mnyama wamesheki namna moja ama nyingine. Walikuwa na furaha Yanga kutoka, lakini mara baada ya kutangazwa na kwenda New Amani Complex ni kama wamesheki fulani hivi. Ni kwamba mnyama anaogopa kwenda Guantanamo. Ni kama anaogopa kutokana na mfululizo ambao umekuwepo wa matokeo baina ya Yanga na mpinzani ambaye anakutana naye akiwa uwanja ule wa New Amani Complex. Hii ni kanuni ambayo tumekuwa nayo kwenye ligi yetu, kwamba timu mwenyeji ana nafasi ya kuchagua uwanja wa kwenda kuicheza mechi yake akiwa kama mwenyeji. Nadhani Yanga walitafuta namna nzuri ya kuweza kuwafanya Simba wakasahau kilichotokea usiku wa jana baada ya wao kukosa nafasi ama tiketi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo wakaangalia namna gani ambayo tunaweza kulipoza ili tukio ili tusiendelee kuzungumzwa huko mitandaoni. Ndio maana baada ya kuona wao nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata haipo, wakatoa taarifa muda ule ule. Ni mechi ambayo inachezwa tarehe 1, bado kuna mechi zingine hapa katikati, lakini hakutaka kuzungumzia hilo Alikamwe, akaenda moja kwa moja kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Namna nzuri ya kuweza kuimaliza ile trending ambayo ilikuwepo, ama ile namna ambayo mashabiki wa Simba walikuwa wanafurahia kuona wapinzani wao pia wametolewa kwenye michuano ya kimataifa. Baada ya Simba kutolewa, maombi ambayo yalikuwa yamebaki kwa wana Simba ni kuomba pia Young Africans asiende popote, kwa sababu angeweza kwenda kwenye hatua ambayo ilikuwa inafuata. Jana kelele zingekuwa ni nyingi sana. Yaani sio jana tu. Namna ambavyo namjua Alikamwe kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi ingekuwa ya moto. Lakini baada ya kushindwa kwenda sasa kwenye hatua inayofuata, akaangalia kutokana na trending ambayo ipo ya sisi kushindwa kwenda kwenye hatua inayofuata, sisi kukosa tiketi, tunaiondoaje? Wakatangaza rasmi kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo utachezwa uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba ni kama anaogopa kweli, kama baadhi ya watu wameteteleka kwa sababu waliona Yanga akiwa uwanja ule jana. Namna ambavyo alikuwa anacheza, lakini hata mechi zake dhidi ya National, dhidi ya Farabati amekuwa na kiwango bora zaidi. Ni kama anaujua zaidi uwanja ule kuliko timu nyingine kwa hivi sasa. Lakini Simba kwa mara ya mwisho ligi kuu Tanzania bara walipata matokeo dhidi ya Azam FC msimu uliopita. Kwenye michuano ya kimataifa pia walikuwa na wakati bora. Kwa msimu hajacheza mechi yoyote katika uwanja ule wa New Amani Complex. Kwa hiyo wengi walitarajia ama walitegemea mchezo wa dabi utachezwa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ya capacity ya watu ambao watataka kwenda kutazama mchezo, lakini ule pia mfululizo kwa mechi nyingi kupewa nafasi kuchezwa uwanja wa Benjamin Mkapa zimekuwepo na watu walikuwa wanaamini itaenda kuchezwa hapo. Kwa hiyo nadhani imekuwa kama surprise kwa wadau wengi wa soka. Kwa nini New Amani Complex? Lakini hiyo ni kanuni ambayo tuko nayo katika ligi yetu ya Tanzania bara, kwamba timu mwenyeji anapewa nafasi ya kuweza kuchagua uwanja wake wa nyumbani kuutumia. Sawa, ukimwangalia Young Africans kwenye Guantanamo Bay, ni timu ya namna gani? Ni timu tishio ukitazama kwa mfano tu jana namna ambavyo Yanga alikuwa anacheza au akiwa anaiendea mechi ile ya jana. Hakuna ambaye alitarajia kama anaweza akapata bao 3. Si ndio? Hakuna ambaye alitarajia Yanga atakuwa kwenye kiwango bora kile ambacho alikionyesha. Lakini kutokana na confidence, wachezaji kujituma, waliweza kuyapata mabao 3. Kwa ikaonekana ni kama ni mechi rahisi. Lakini nadhani ni namna ambayo wachezaji wa Yanga, uongozi wa Yanga ulichukulia ile mechi ya jana. Of course wanakupa imani ya wao kwamba uwanja wa New Amani wanaujua vizuri kuliko mpinzani mwingine yote kwa ligi kuu Tanzania bara, kutokana na matokeo ambayo amekuwa akiyapata kwa uwanja wa New Amani Complex. Tumi nadhani Yanga yuko kwenye kiwango bora sana. Yanga yupo kwenye kiwango bora sana. Ukiacha sijui uwanja
haiwezi ikawa kigezo cha kupata matokeo, lakini kama una wachezaji bora unaweza kupata kile ambacho unakihitaji, na ndicho ambacho wamekithibitisha kwenye mchezo wa jana. Naamini kwa kiwango cha Yanga ambacho yuko nacho, hata angecheza uwanja wa New Amani, kwa maana angecheza uwanja wa Benjamin Mkapa, bado angeweza kupata matokeo aliyopata jana. Na tusiweke tu kigezo cha uwanja, Yanga amecheza KMC akampiga mtu goli 6. Kwa hiyo ni quality ya wachezaji alionao, sio uwanja. Hiyo uwanja inaweza ikawa ni kitu cha ziada ama ikawa ni point ya mwisho katika zile zilizomfanya Young Africans yawe na matokeo mazuri kwenye uwanja wa New Amani Complex, lakini nadhani ni quality ya wachezaji alionao, namna ambavyo kocha amekuwa na mbinu thabiti kuhakikisha anapata kile ambacho anakihitaji. Kwa hiyo tusubiri tarehe 1 nini ambacho kinakwenda kutokea. Unawaambia nini wana Simba walioingiwa na kitete? Wajiandae tu, kwa sababu wanakwenda kukutana na mpinzani ambaye amekuwa na muendelezo bora sana pale wanapokutana. Nadhani kwa hivi sasa mechi pekee ambayo ni kubwa kwa Yanga, kwa maana kwa Simba, mechi pekee ambayo wanaitazama kwa ukubwa ni mechi dhidi ya Young Africans. Ameshatolewa kwenye michuano ya kimataifa kwa maana ya Simba. Atopata mechi nyingine ya kukijua kwa undani kikosi chake. Atopata mechi nyingine ya kujua ubora wa wachezaji, namna ambavyo wanaweza wakawa naimili ile pressure kutoka kwa mpinzani zaidi ya Young Africans. Kwa hiyo nadhani wanajiandaa wakiwa wanajua tumeshafungwa mara ngapi, tutaruhusu kufungwa iwe mara ya ngapi. Kwa Simba anaingia na pressure zaidi kuliko mpinzani mwingine yoyote kati ya wawili, kwa sababu anajua matokeo bora ambayo Yanga amekuwa nao kwenye mchezo wa dabi pale wanapokutana. Na Simba anahitaji kuua huo uteja na kuweka imani mpya kwa wale ambao wanaamini kwamba Simba ni underdog mbele ya Young Africans. Kwa nadhani maandalizi yanaendelea kwa timu zote mbili. Mbali na kuwa mechi ni tarehe 1, lakini naamini maandalizi yameshaanza. Naamini. Sawa, tukihama kwa upande wa hiyo dabi ya Kariakoo, twende kwenye CAF Club ranking. Zimetoka. Mnyama ameporomoka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8. Huko Young Africans naye akiingia top 10. Umeiona hii? Nimeiona. Nini cha kuzungumza Yusuf? Nimeiona. Hii inathibitisha dhahiri kwamba Simba ni kweli walikuwa na wakati mbaya kwenye mashindano ya kimataifa msimu huu. Walikuwa na kikosi dhaifu kuliko misimu iliyopita. Ndio kauli nyepesi ambayo unaweza ukaitumia. Wameshakuwa na vikosi vya ovyo vya kawaida, lakini wamecheza hatua ya robo finali. This time walikuwa na kikosi bora kwa maana ya CV za mchezaji mmoja mmoja. Jonathan Soa, Lucien Deroku, Selemani Mwalimu. Tazama CV zao, uwezo ukaanza kuwalinganisha na kina Jobe, kina Fedi Michael Kublan. Ni vitu viwili tofauti, lakini walishindwa kucheza hatua ya robo finali ambao wamekuwa wakicheza. Kwa hiyo wafanya kupoteza alama za kuwafanya waendelee kubaki kwenye ile nafasi ama kupanda zaidi. Kwa nadhani ameshinda mechi moja pekee kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Sio historia ya Simba, sio maisha ya Simba. Ametoa sare michezo miwili, alama jumla ni 5. Kwa hiyo ilikuwa ni dhahiri kwamba Simba alikuwa na kikosi dhaifu msimu huu, ama inawezekana alikuwa na kikosi bora, lakini alishindwa kucheza na nyakati. Alishindwa kuendana na matukio ama kasi ya mashindano kulingana na kile ambacho kilikuwa kinahitajika kwenye mashindano husika. Yanga ameenda kwenye hatua ya 10 bora kutoka kwenye nafasi ya 12. Kuna wapinzani ambao wanapambania kombe la shirikisho kwa hivi sasa kwa maana ya Wydad Casablanca, lakini kwa Yanga imekuwa ni rahisi kuweza kupenya kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao yuko nao msimu huu, umakini ambao alikuwa nao kwenye michuano ya kimataifa, namna ambavyo alijua kutumia faida ya uwanja wake wa nyumbani na akakusanya alama 8 kwa ujumla. Kama asingeshinda mchezo wa jana, inawezekana pia angeweza kubaki kwenye nafasi aidha ya 12 ama ya 11. Lakini amekwenda kushinda mchezo wa jana, tofauti na Simba sasa kwa hivi sasa ni alama 3. Yaani ili Yanga aende kwenye hatua aende kwenye nafasi ya Simba pale, anahitaji kuzitafuta alama 3 zingine. Kwa hiyo amezidiwa alama 3 na Simba. Of course Simba ameshuka kutoka kwenye nafasi ya 5 akaja nafasi ya 6, hivi sasa yuko kwenye nafasi ya 8. Wanapaswa kuichukulia kama changamoto kuelekea kwenye msimu ujao.
kuhakikisha wanarudisha hicho walichokipoteza, kwa maana wamepoteza hatua ya robo finali kwa msimu, wamepoteza ile nafasi ambao walikuwa wanaishika, kwa maana nafasi za juu kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana lenki. Sasa namna gani ambapo wanachukulia kwa huo serious mkubwa kuelekea kwenye msimu ujao na kukisha wanarudisha ile heshima ambayo wamepoteza. Hiyo inabaki sasa kwa Simba. Nadhani kwenye makosa ambayo hawapaswi kuyafanya kwa hivi sasa. Msimu uliopita tumeona wameanza na walikuwa ni waumini wa wachezaji vijana. Wakaja vijana ama wachezaji ambao walikuwa na umri wa miaka 25 kushuka chini. Zaidi ni 26, yani kushuka chini. Ya Simba akaweza kucheza finali ya CAF Confederation. Na tuliona ni kama project inaanza kuwalipa ama inaanza kueleweka, lakini kwa muda mfupi wakafanya marekebisho ya idadi kubwa ya wachezaji wakaondoka. Kwa akaleta wachezaji wengine. Kocha Steven Becker naye amekuja akaondosha baadhi ya wachezaji akaingiza wachezaji wengine. Kwa hiyo tukarudi tena kwenye ile project ya zamani. Kutoka kwenye project ambayo walikuwa nayo msimu uliopita wakarudi tena kwenye project ya msimu juzi. Kwa maana ya wachezaji ambao wameshathibitisha wao ni kina nani, ama wachezaji wenye umri sasa wa kuperform kwa wakati huo. Kwa hiyo tuangalie sasa namna ambavyo watajibu haya mapigo ya kile walichokipoteza, lakini namna gani sasa ambavyo Yanga naye atabadilika ama atachukua kama fundo, kwa sababu inavyoonekana Simba akiwa dhaifu hakuna timu nyingine ambayo inaweza ikaitetea amani ya nchi. Kwa namna ambavyo inaonekana Simba asipokuwa kwenye ubora wake hakuna timu nyingine ambayo inaweza ikatetea amani ya nchi ama inaweza ikatetea na kuiheshimisha nchi yetu kimataifa. Turudi msimu uliopita, Simba alikuwa na kikosi dhaifu kilichomfanya kutolewa kwenye michuano ya kimataifa ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kwenda kwenye michuano ya kimataifa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kutolewa kwenye klabu bingwa baada ya kuishia hatua ya makundi, akaja kwa maana alishika nafasi ya 3. Au msimu juzi ndo alishika nafasi alishuka huku kombe la shirikisho baada ya kuwa ameshia hatua. Msimu uliopita Young Africans alishindwa kupata bao moja akiwa uwanja wake wa nyumbani Benjamin Mkapa ili kwenda kwenye hatua ambayo ilikuwa inafuata. Wakati huo Simba alifanya vizuri kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa nadhani hizi timu zingine zinapaswa pia kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukawa unafanikiwa. Kwenye michuano ya kimataifa hatuendi tu kwa sababu una kikosi bora. Kwenye tu ya robo finali ama nusu finali uendi tu kwa sababu na wachezaji bora. Kwa sababu labda wachezaji wako wanafunga sana, hapana. Pamoja na kuwa na kikosi bora, unahitaji kucheza kwa mkakati mkubwa. Unahitaji kuwa na nidhamu kubwa, namna ya kucheza na nyakati, ukiwa uwanja wako wa nyumbani, ukiwa ugenini, uweze kucheza na hizo nyakati. Mfano mzuri, hakuna ambaye alitarajia kama Stén Malien anaweza kaongoza kundi mbele Experience de Tunis, lakini pia Simba Sports Club. Lakini kwa sababu alikuwa na mikakati, ameweza kuongoza kundi na anakwenda kwenye hatua inayofuata. Timu pekee ambayo ikupewa nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Watu wengi walizipa nafasi kati ya hizi 3, Simba, Experience pamoja na Petro Atletico de Rwanda, lakini katika hao wawili wamebaki na huyo Stén Malien amepata nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo tunahitaji zaidi kuwa na nidhamu ukiwa ugenini, mikakati na kuwa compact zaidi, kwa maana kuongea lugha moja kuanzia kwenye uongozi, technical bench pamoja na wachezaji ili kuhakikisha unajiweka kwenye eneo salama na kwenda kwenye hatua inayofuata. Mara baada ya Young Africans kutolewa kwenye michuano ya kimataifa kushindwa kwenda hatua ya robo finali, nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba wakisema ya kwamba robo final is not for everybody. Kwamba robo finali sio ya kila mtu. Au sio? Wewe unaichukuliaje hii? Hii ni kauli ambayo wako nayo. Yaani hao wanatambiana. Hakuna ambaye anataka kuwa juu ya mwenzake na hakuna ambaye anataka kuwa chini ya mwenzake. Ingetokea jana Young Africans akaenda kwenye hatua iliyokuwa inafuata, wasingelala. Simba wasingelala. Yaani sasa hivi pressure ingekuwa inapelekwa sana kwa uongozi. Lakini unaona amani imetulia, manchi imetulia kwa sababu wamekaa sawa, wako kwenye level moja. Lakini ili hizi yani waanze kuona pressure wanapigana vikumbo wao kwa wao, ni mmoja kuwa juu ya mwenzake. Kwa hata hii mechi ya dabi, mbali na kuwa Simba amekuwa akifungwa, lakini endapo atatoa sare kwenye dabi, basi yani amani itakuwepo. Kwa sababu
ziko kwenye yani zimetosha na nguvu. Kwa hiyo hizi timu bana hakuna anayetaka kuwa juu ya mwenzake. Kama unakumbuka Alikamwe baada ya kutoka Farabati kule, mlimuoji akiwa uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alizungumza mengi sana, akasema nyie mahesabu pigeni wenyewe, mimi ninachojua tunafuzu tena kwa kishindo, na tayari tiketi ya kwenda South Africa kwa ajili ya draw ya robo finali nimeshaikata. Hayo ni maneno ambayo alikuwa nayo Ali Shabani Kamwe, na hapo ni baada ya kuwa amepoteza mbele ya Farabati, lakini akiwa na imani kubwa ya kuzipata goli 3. Kilichokwenda kumfelisha ama ndoto yake isitimie ni hawa Waarabu. Jana alichokifanya ndugu yangu yani ni makusudi kabisa, kwa sababu naamini kama Al Ahly alikuwa anatafuta walau hata alama moja, ile ilikuwa ni mechi ya kushinda. Ile ni mechi ya kushinda, lakini hizi timu zimecheza, kwa maana Ahly ameenda Farabati kule Morocco. Alifanywa fujo sana katika uwanja ule. Kwa watu wakaamini hakutakuwa na ukaribu, kila mmoja alihitaji kuonyesha mabavu yake. Kwa hata kila mmoja aliamini kwamba hata Farabati atakapoenda kwa Misri atafanywa fujo. Mbali na kuwa kulikuwepo na fujo za nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja ni kama wachezaji unaweza ukasema walibeti, yani misale. Uwaone kabisa Al Ahly kama analitaka bao. Mbali na kuwa kuna nyakati ulikuwa unaona anafunga safari, lakini naamini kama Al Ahly alikuwa analitaka walau goli moja kwenye mchezo wa jana alikuwa analipata, lakini kuna hiyo tabia ya wenzetu kupeana nafasi zaidi. Sifikiri kama ingekuwa ni sisi kwa sisi tungeweza kupeana nafasi. Yaani ndo Simba anatakiwa kushinda goli 3. Alafu Yanga anacheza labda na Azam FC. Yaani sijui kama unanielewa. Ingekuwa ngumu sana. Yaani Yanga angetaka amfunge tu Azam ili Simba asiende. Au Yanga angetaka tu yani hizo goli 3 huenda angezipata, lakini Simba angetaka kumfunga tu huyo mpinzani ili Yanga asiende. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo tabia, lakini huo ndo mpira. Nadhani kila mmoja aliamini kwamba Yanga anaenda baada ya goli la 3 kufungwa na Shadla Kiboka. Kilichokuwa kinabaki ni matumaini ya Ahly kuweza sasa kuwapa tiketi ya moja kwa moja Young Africans kwenda, lakini ikashindikana. Mbali na kuwa kwa upande wao Young Africans walifanya kwa 100%. Sawa. Lile jina la mwaka robo tutegemea kulisikia msimu huu? Na baada hapo Ahmed Ally leo akaposti tena kwambia hakuna kitu ambacho Yanga wanakitamani kwa hivi sasa kuitwa hata mwaka robo. Yaani wanalitamani. Na wakati alikuwa anawaponda. Kwa hiyo pia hiyo ilikuwa ni kejeli inapelekwa kwamba mmetolewa. Kwa hiyo hizi timu bana hazipendani kabisa, yani hakuna ambaye anapenda maendeleo ya mwenzake. Mimi binafsi nadhani tunarudi sasa kwenye michuano ya ndani. Tutahitaji kuona wapi ambapo walifeli kwenye michuano ya kimataifa, na ni kwa asilimia ngapi umechukua kama challenge kurudi kwenye michuano ya ndani. Tutashuhudia mengi sana ndugu yangu. Si timu zimetolewa michuano ya kimataifa. Si kuna kichaka cha kujificha niko kwenye michuano ya kimataifa. Sasa nguvu zote tunazileta huku tu. Zinakuja huku tuone sasa nani mwenye ubavu zaidi. Shukrani sana Yusuf. Asante.